Sabato njema. Njema sana. Habari za asubuhi mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, hali gani? Hujambo? Karibu katika matangazo ya moja kwa moja asubuhi ya leo, matangazo ambayo yanakujia kutokea hapa kanisa la Magomeni Mwembe Chai, Dar es Salaam. Na nikukumbushe tu kwamba hii leo ni Sabato maalum na zaidi ya maalum, kwa sababu hatimaye ratiba ya Mungu aliyoipanga siku ya leo ndiyo ambayo Mungu ameipanga na kuwa maalum kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano mkubwa kabisa wa Injili, Danet Event, Nuru ya Matumaini. Katika asubuhi ya leo vipo vipindi mbalimbali ambavyo vitakwenda kukubariki kutokea hapa. Tutaanza kubarikiwa na ibada ya uimbaji, lakini pia shule ya Sabato itafuata. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi. Ninaitwa Aniva Mongola. Karibu ungane pamoja nasi kwa matangazo haya mubashara. Karibu arike marafiki wengi kwa kadri unavyoweza, ili mbaraka huu usiupate peke yako, ukaweza kushiriki pamoja na marafiki wengine. Na hivyo basi, tunapoanza ibada asubuhi ya leo, tunamleta kwako mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Nyando, ambaye pia ni mzee wa kanisa katika kanisa la Magomeni hapa, kwa ajili ya ufunguzi wa ombi katika ibada siku ya leo. Karibu mzee Nyando. Asante. Basi niwaalike wote tusimame tunapoomba tafadhali. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asubuhi ya leo tunaliinua jina lako kwa sababu ya rehema na upendo mwingi uliotukirimia. Tunapoanza ratiba ya siku hii ya Sabato takatifu, twajikabidhi mikononi mwako. Yote yaongozwe nawe, tukahisi mguso utokao juu, na Sabato ya leo ifanyike Sabato ya pekee katika maisha yetu. Bariki vipindi vyote, bariki kila kilichopangwa, kikakuinue na kukupatia utukufu mwingi. Asante kwa sababu uko pamoja nasi, na tumeomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana mzee Adam Nyando kutubariki kwa ombi. Mtazamaji na msikilizaji, kwa sasa tunakwenda kubarikiwa na ibada ya uimbaji, na wale ambao wanakuwa wa kwanza kutufungulia kipindi hiki si wengine, Aniva, Women of Faith kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato hapa jijini Dar es Salaam Mwenge, ndio ambao wanatubariki katika mwanzo wa ibada siku ya leo. Karibu ungane pamoja nasi kwa matangazo haya, ukiwaalika marafiki kwa kadri utakavyoweza. Tuko mubashara kwa namna gani, Hamis? Naam, tunapatikana kupitia kisembuzi cha Azam TV cha namba 466, lakini pia tunapatikana kupitia kisembuzi cha Zuku channel namba 870, bila kusahau kurasa za mitandao ya kijamii hasa YouTube pamoja na Instagram. Kwa kutupata ukiandika Hope Channel Tanzania utatupata hapo. Usisahau kusubscribe, lakini pia kushare na ndugu jamaa na marafiki, ili sote tuweze kubarikiwa na mbaraka wa ibada asubuhi ya leo. Baada ya Women of Faith, nadhani mlandizi wao watafuata bila shaka, na watatubariki pia kwa ujumbe mzuri. Kwa uzuri kabisa. Na baada ya kwa mlandizi utakaribia sasa kwa ajili ya ibada ya shule Sabato ambayo italetwa kwako na shule ya sekondari ya Heritage hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya ibada. Tuko mubashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Tufuatilie, barikiwa. Wale ambao mko majumbani siku ya leo, kama hujapata nafasi ya kwenda katika nyumba ya ibada kwa sababu yoyote, kama ni ugonjwa, kuuguza, tunakuombea uponyaji kwa Mungu aliye hai, upone na urejee katika afya yako ya kawaida. Na katika yote ambayo unaipitia siku ya leo ni ishara ya ushindi, maana nuru ya matumaini hatimaye imewadia. Zilikuwa miezi, siku, hatimaye dakika za jioni. Hujambo, karibu katika ibada hii. Amina, barikiwa sana na tuendelee kwa pamoja nao.
Vyote hivi ni Mungu aliviumba. Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama. Muumbaji ni Mungu. Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji. Aliumba kwa siku 6 na ya 7 akapumzika. Ninakutakia Sabato njema. Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake, macho yauone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye. Vyote hivi ni Mungu aliviumba. Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama. Muumbaji ni Mungu. Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji. Aliumba kwa siku 6 na ya 7 akapumzika. Ninakutakia
Sabato njema. Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani Agano Jipya na Agano la Kale. Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutongoza katika njia ya kweli. Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo wa 2:3 fungu la 16. Ninaamini. nipate faraja, na nikisumbuka na maisha, ni wapi pa kukimbilia? Katika kisima cha Yakobo leo hii ameketi Masihi, akisubiria kutoa faraja. Anayetaka na aje sasa, na achote katika kisima hiki, maji yake yatolewa bure. Ukiyanywa mara moja tatosheka, chemchemi yake ndani yako itabubujika milele na haitakauka. Maana maji hayo ya uzima ni Yesu mwenyewe. Anayetaka na aje sasa, na achote katika kisima hiki, maji yake yatolewa bure. Ukiyanywa mara moja tatosheka, chemchemi yake ndani yako itabubujika milele na haitakauka. Maana maji hayo ya uzima ni Yesu mwenyewe. Mbona umekuja kisimani? Je, ni kiu ya kusumbua? Kabla hujapoza kiu yako, tafadhali ninyweshe kwanza. Kama ungelijua karama ya Mungu anayeomba maji, limwambia nipe maji yako.
ndani yako itabubujika milele na haitakauka, maana maji hayo ya uzima ni Yesu mwenyewe. Anayetaka na aje sasa, na achote katika kisima. Maji yake yatolewa bure, ukiyanywa mara moja tatosha. Chemchemi yake ndani yako itabubujika milele na haitakauka, maana maji hayo ya uzima, maana maji hayo ya uzima, maana maji hayo ya uzima ni Yesu mwenyewe, Yesu mwenyewe. Nakaza mwendo juu mbinguni, kila siku napanda juu, nakutana na dharuba nyingi njiani. Nakaza mwendo juu mbinguni, kila siku napanda juu, nakutana na dharuba nyingi njiani. Bwana uniongoze juu, tena uniinue, hata nifike kwako. Bwana uniongoze juu, tena uniinue, hata nifike kwako.
kubwa jeshi la kifalme litokalo tayari kupigana vita, askari wake wote wakiwa imara, wanamfuata jemedari wakiimba, ushindi, ushindi kupitia kwa Mwokozi, ushindi, ushindi kupitia Yesu, ushindi, ushindi, ushindi kupitia Yesu Bwana, ushindi, ushindi kupitia kwa Mwokozi, ushindi, ushindi kupitia Yesu, ushindi, ushindi, ushindi kupitia Yesu Bwana. Na sasa maadui wanapojipanga, jeshi haliogopi na kutetemeka. Muwe waaminifu, kiongozi asema, ishara yatolewa na wote waimba, ushindi, ushindi kupitia kwa Mwokozi, ushindi, ushindi kupitia Yesu, ushindi, ushindi, ushindi kupitia Yesu Bwana, ushindi, ushindi kupitia kwa Mwokozi, ushindi, ushindi kupitia Yesu, ushindi, ushindi, ushindi kupitia Yesu Bwana. Vita inapokwisha, dhoruba zikomapo, wote wakusanyika mahali pa raha.